We are going to read from verse number 15, from 9 to 15. Tutasoma kuanzia 9 hadi 15. If you are there, say amen. Iwapo umefika pale, sema amen. And this is what the Bible says from verse number 9. As for you, ladies of leisure, get up and listen to my voice. You daughters who feel so complacent, hear what I have to say. In little more than a year, you complacent women will shudder, for the grape harvest will fail, and the fruit harvest will not come. So tremble, you ladies of leisure. Shudder, you daughters who feel so complacent. Strip down and make yourselves naked down to the waist. Then wrap yourself in sackcloth and beat your breasts. For people will be beating their breasts in mourning over the pleasant fields, over the fruitful vines. Inukeni enyi wanawake wenye raha, isikieni sauti yangu, enyi binti za watu msiokuwa na uangalifu. Tegeni masikio yenu msikie matamko yangu, maana mtataabishwa siku kadhaa wa kadha zaidi ya mwaka, enyi wanawake mliojikinai, kwa sababu mavuno ya mizabibu yatakoma, wakati wa kuvuna vitu vya mashamba hautakuja. Tetemekeni enyi wanawake wenye raha, taabikeni enyi msiokuwa na uangalifu. Jivueni nguo zenu kabisa, jivikeni viuno nguo za magunia. Watajipiga vifua kwa ajili ya mashamba mazuri, kwa ajili ya mzabibu uliozaa sana. And over the land of my people overgrown with thorns and briars, yes, over all the houses of merriment, and over this city of revelry. For the palace will be abandoned, the noisy city deserted. The citadel and watchtower will become barren wastes forever. The delight of wild monkeys and pasture for flocks, until the Spirit from on high is poured upon us, and the desert becomes a fertile field, and the fertile field seems like a forest. Then justice will live in the wilderness, and righteousness will dwell in the fertile field. The effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness will be quietness, confidence forever. My people will live in peaceful dwellings, in secure homes, and in undisputed resting places. But it will hail when the forest comes down and the wood will be leveled completely. How happy you will be, sowing your seed beside every stream and letting your cattle and donkeys range freely. Juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na mibigili, naam, juu ya nyumba za furaha katika mji ulio na shangwe. Maana jumba la mfalme litaachwa, mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu, kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele. Furaha ya pundamwitu, malisho ya makundi ya kondoo, hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana, nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa, na haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzika penye utulivu. Lakini mvua ya mawe itakunya wakati wa kuangusha miti ya misutuni, na huo mji utadhilika. Heri ninyi mpandao mbegu kando ya maji yote, na kuiacha miguu ya ng'ombe na punda waende kokote. May the Lord bless the word. Bwana alibariki neno lake.
I want to share with us that it's beginning to rain. Nataka kushiriki nasi kwamba kunaanza kunyesha. Every time that you see in the scripture God speaking about rain, kila wakati ambapo unaona maandiko Mungu akiongea kuhusiana na mvua, there are times that he may be speaking about judgment. Kuna wakati ambapo anaweza kuwa anaongea kuhusiana na hukumu. And there are times that he may be speaking about the provision of God. Na pia anaweza kuwa anaongea kuhusiana na upaji wa Mungu. Now, the prophet Isaiah Nabii Isaya lived in a period when the decline in godliness was going down in the nation of Israel. Aliishi katika majira ambapo maadili ya kiungu yaliendelea kuzoroteka katika watu wa Mungu. It was a time that the Assyrians were also overshadowing the nation of Israel. Ilikuwa wakati ambapo Asiria pia walikuwa sasa wanawashinda Waisraeli. And it was a time that Israel seemed to be deaf and blind towards the things of God. Na ilikuwa wakati ambapo Israeli ilionekana kwamba ni vipofu na hawasikii mambo ya Mungu. When we go through the book of Isaiah, tukipitia kitabu cha Isaya, we see as the introduction of that book, tunaona utangulizi wa hicho kitabu. He begins to call the children of Israel, anaanza kuwaita wana wa Israeli, a nation that belongs to God. Taifa ambalo ni la Mungu. He is calling them to move closer to God. Anawaita waje karibu na Mungu. He is inviting them into the fellowship of God. Anawaalika katika ushirika wa Mungu. And it is this, within the same period, na ni katika majira hayo, that in the first part of the book of Isaiah, katika sehemu ya kwanza Isaya, that several things are manifested. kwamba vitu kadhaa vinadhihirika. The love of God is manifested. Upendo wa Mungu unadhihirika. The call to repentance is brought forth. Mwito wa kutubu unaitwa. The bigger picture of the plan of salvation is also revealed. Picha kuu sasa ya wokovu unaonekana. At the same time, that is the time that Prophet Isaiah speaks about the glory of God invading the temple. Na wakati huo ndio wakati ambapo Isaya anaongelea, nabii Isaya anaongelea kuvamiwa kwa utukufu wa Mungu katika hekalu la Mungu. He's building an assurance for this nation. Anajenga hakikisho la taifa hili. He's showing them that God is a forgiving God. Anaonyesha kwamba ni Mungu wa kusamehe. He shows them that God is a loving God. Kwamba Mungu ni Mungu wa upendo. He shows them that God is a providing God. Anaonyesha kwamba Mungu ni yule wa kupeana. He shows them that God is a jealous God. Anaonyesha pia kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. At the same time, he shows them that God is a judging God. Na pia anawaonyesha kwamba Mungu ni Mungu wa kuhukumu. That he cannot withstand sin. Kwamba hawezi akastahimili dhambi. It's at the same time that we find that even the birth of Jesus Christ is prophesied. Ni wakati huo ambapo sasa unapata kuzaliwa kwa Yesu kunatabiriwa. And then in the second part, na sehemu ya pili, you will see the prophet again beginning to warn them of the looming judgment that is to come. Utaona tena nabii anaanza kuwaonya kuhusiana na hukumu ambayo inakuja. And it is in that particular time, na ni katika wakati huo, that now this text is being spoken of. Ambapo sasa haya maandiko yanaongelewa. About the judgment that would come across the land. Kuhusiana na hukumu ambayo ingelikuja juu ya nchi. Because of the sin and rebellion that they had committed. Kwa sababu ya dhambi na uasi ambao walikuwa wamefanya. And he begins to speak about the drought that would hit even the land. Na anaanza kuongea kuhusiana na jangwa ambalo litasasa gonga nchi. But he also puts a caption. Lakini pia anaweka pale neno. And then he tells them, anawaambia, there is something that will happen if you turn back to God in the period of your judgment. Kuna kitu ambacho kitatendeka iwapo tena mtamgeukia Mungu katika wakati huo. And God will send forth rain. Na Mungu atatuma mvua. Not only natural rain, sio tu mvua ya kiasili, but he will send supernatural rain. Lakini pia atatuma mvua ya kiungu. That will cause you people to flourish and begin to experience fruitful periods. Itakawasababisha mnawiri na mkaanze kuona kuzaa matunda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And that's why when you read this chapter, na ndio maana ukisoma kitabu hiki, you will begin to see how he's warning the complacent women. Utaona jinsi ambavyo anaanza kuwaonya wanawake wenye raha. Not only that the women are the ones that were at fault. Sio kwamba eti wanawake ndio wenye makosa. But you know the influence that women have over men. Lakini tunajua jinsi ambavyo wanawake wanaweza
zinazoathiri wanaume. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Apparently, it seems that there was a lot of carelessness amongst the very ladies that he's speaking to. Inabainika kwamba kulikuwa na kutokujali kwingi katika hao wanawake ambao anawanenea. They were so focused on fashion and even on their mode of dressing and beautification. Mtazamo wao ulikuwa umeelekea sana kwenye ulimbwende na jinsi ya kuvalia na kurembeka. And you know, when it comes to that matter, fashion, Na unajua inapokuja ni hiyo fashion ama ulimbwende, our sisters and our mothers, they really put their hearts into it. dada zetu na mama zetu hutia pale moyo kweli kweli. They will spend more time on that. Wataweka pale wakati wa kutosha. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And it is manifested here in the Bible. Na inadhihirika katika Biblia. Go and read that chapter and you will see and agree with me. Enda usome hiyo sura utaona na utakubaliana nami. And it seemed that, you know, the women, in many times the women are the ones that are known to be intercessors for the nation. Na unajua jinsi, kwa sababu inajulikana kwamba wanawake ndio wanajulikana kwa waombezi wa taifa. When trouble comes, Matatizo yajapo, the ones who suffer most are women. wanaoteseka sana ni wanawake. And that is why, Ndio maana even in the conventional war, hata katika vita there is a law that says women and children are not to be killed. kuna sheria ya vita ambayo inasema kwamba wanawake na watoto wasiuawe. Why? Kwa nini? Because in the society they were considered to be weaker. Kwa sababu katika jamii walikuwa wanajulikana kwamba wao ni wadhaifu kiasi. They are the ones that kind of held the family together. Na hao ndio wanashikilia familia pamoja. Because they spend more time with the Kwa children. sababu wanachukua muda mrefu wakiwa na They watoto. spent more time in building the Na home. wanakaa wakiwa na wakati wa kutosha kujenga. No wonder the Bible says he who finds a wife finds a good thing and obtains favor with the Lord. Si ajabu Biblia inasema kwamba yeyote apataye mke amepata kitu chema na anapata kibali kutoka kwa Bwana. They are a vessel that attracts favor from God. Ni chombo kivutiacho kibali kutoka kwa Mungu. They are a vessel that God deposits favor in that home. Ni chombo ambacho Mungu hutia kibali katika hilo boma. And when a woman begins to fail in the family, Na mwanamke anapoanza kukosea katika that jamii, family can never stand. hiyo familia haitasimama. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I don't know whether I'm the only one who sees it that way. Sijui kama ni mimi peke yangu wanaona hivyo. That's why you will find that there are many times when a father in the home is a drunkard and has gone wayward. The mother, if she's standing still, the family Na stands. ndio maana mara nyingi utapata kwamba iwapo baba wa boma ni mlevi na ni wa kupotoka, hana mwelekeo, na mama naye ana msimamo, ana mtazamo, basi hilo boma litasimama baba. And that's why even the prophet Jeremiah, Ndio maana hata nabii in the Yeremia time when they were crying in the nation of katika Israel, nyakati ambapo alikuwa analia kwa sababu ya taifa la Israeli, and he only looked and saw that the only people that would save the nation, na alitazama na akaona kwamba watu wa pekee wa kuokoa taifa there would be the wailing ni women. hao wanawake wa kuomboleza. And he sent out and he said, Na akatuma mwito na kusema, go and get us the wailing enda women, mtuletee wanawake wenye so that they kuomboleza, may come and mourn and weep, ili kwamba waje kuomboleza na kulia, so that they may let the tears flow freely, ili waache machozi yatiririke, that the Lord may hear and save our nation. Bwana akapata kusikia na kuokoa taifa letu. Oh, praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. And it is not different even in our nation Na sio here. tofauti hata katika taifa letu hapa. There is a time I remember that the government wanted to build some house at Uhuru Park. Kuna wakati ambapo nakumbuka serikali ilitaka kujenga majengo pale kwenye Uhuru Park. And it was kind of a selfish move, Na ilikuwa ni jambo la kibinafsi tu, because they were going to spoil and destroy the natural resources there. kwa sababu walikuwa wanataka kwenda kuharibu miundo msingi ya kiasili And pale. I remember the women rose up Na wanawake nakumbuka wakainuka, and they mobilized and they went to Uhuru na Park. wakaenda wakaitana na wakaenda pale Uhuru There Park. were demonstrations and counter demonstrations. Kukawepo na maandamano kila mahali. The police came to quell them, Polisi wakaja kuwafukuza. and it was a running battle. Ilikuwa ni vita vya kukimbizana. They did things others that we cannot even mention. Walifanya vitu, wengine walifanya vitu vingine ambavyo hata In other words, they went to the extreme
extreme. Kwa maneno mengine yani walienda hadi mwisho And zaidi. as a result, it also brought another thing, which is a curse, into the city. Na pia kwa njia nyingine ikaleta pia laana katika jiji. Because they were undressing. Kwa sababu walienda wakavua nguo. That the police, when they saw their mothers and their sisters naked, they ran away. Na wakati polisi waliona kina mama zao na dada zao wako uchi, walitoroka. Down the history lane, Tukiendelea kwenye historia, the building was never constructed. jengo hilo halikuwa ijengwa. That is speaking about the women. Tunaongea kuhusiana na wanawake. Now here in the text that we are reading, Sasa hapa katika maandiko ambayo tunasoma, it seems to be addressing the women, the complacent women. inaonekana sasa kuongelesha wale wanawake wenye raha. The women who had failed to take their part and their place. Wale wanawake ambao wamekataa kuchukua nafasi yao. And they are being admonished and told, rise up women. Na wanaonywa na kuitishwa na kuambia inukeni wanawake. Stop being at ease. Wacheni kuwa na raha. Hear my voice and give speech. Isikieni sauti yangu na mkapata kuongea. Praise the name of the Lord. Amen. And he was speaking and showing the failure. Na alikuwa anawaongelesha akionyesha mahali wamepungukiwa. That because they did not do something, Kwa sababu wao kufanya kitu, things were going bad. mambo yalikuwa yanaharibika. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Our nation cannot be spared out of this text. Taifa letu haliwezi likatengwa na maandiko haya. There are a lot of things that are happening in this land. Vitu vingi ambavyo vinatendeka. That everybody now is crying and wailing and saying, unless God intervenes. Ambavyo kila mtu analia na kusema Mungu asipoingilia kati. Corruption has taken to the next level. Ufisadi umeingizwa kwenye kiwango kingine. And it seems that even the authorities and the leadership, they have become flat-footed. Na inaonekana hata mamlaka na uongozi hawana cha kufanya. That it has only become like a ceremony. Kwamba imekuwa tu ni kama ni sherehe. That the corrupt are arrested and presented to court and it goes into the wind. Kwamba wale wafisadi wanashikwa, wanapelekwa mahakamani na inaisha hivyo. But the Bible is saying Lakini Biblia inasema that we need to rise up kwamba tunahitaji kuinuka as the bride of Christ kama bi harusi wa Kristo. and stop remaining complacent Na tuache kukaa tu na raha. and begin to do what we know to do Na tuanze kufanya kile tunajua kufanya. and begin to pray Na tuanze kuomba. and begin to call on the name of the Lord. Jina la Bwana. Oh, praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. That we need to tremble Kwamba tunahitaji and kutatarika. we need to come out Na tunahitaji kuondoka. and shudder at the things that are happening Na tukemee vitu ambavyo vinatendeka. and seek help from God. Na tutafute usaidizi kutoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And that is Na why ndio maana the prophet, as he was speaking all this nabii alipokuwa akiongea haya yote and saying how the land was so dry, na kusema jinsi ambavyo nchi ilikuwa imekuwa how there was no food, jinsi ya kukwepa na chakula. there was nothing that the beast of burden, the donkey, could carry, Hakuna kile kitu ambacho punda angebeba. that they were even sad. Hata The animals were sad hata wanyama walikasirika. because they were not engaged and they realized things were going bad. Walihuzunika kwa sababu hawakuwa hata wanashughulikiwa na waligundua vitu vinaharibika. Then the prophet changes tune Basi nabii anabadilisha and sauti. he begins to say Na anaanza kusema that there is something that will happen. ya kwamba kuna kitu ambacho And kitatendeka. until this happens, Na hadi hilo litendeke, things will not change. lisipotendeka vitu But havitabalika. when this happens, Lakini hili likitendeka, that when heaven intervenes, kwamba mbingu inapoingilia and kati. that's where now I come now to speak, Na hapa sasa ninakuja kunena that until the Spirit is poured from above, kwamba hadi roho mwangwe kutoka juu mbinguni, that the wilderness becomes fruitful. ili kwamba nyika ikazae matunda. Now I want us to understand this, Nataka tuelewe haya. that when the Bible is speaking about rain, Kwa sababu wakati Biblia inaongea kuhusiana na mvua, it also speaks about the Spirit. pia inaongea kuhusiana na roho. Rain is that aspect that can be seen, which also paints a picture for the spiritual. Mvua ni ile hali pia inaweza onekana na pia inaweka taswira ya kiroho. Hallelujah. Amen. So when you hear about the rain and you hear about the water, Kwa hivyo unaposikia kuhusiana na mvua na maji, it is speaking about the Spirit inaongea kuhusiana na roho and the Holy Spirit. na ni Roho Mtakatifu. And this is what he was saying, Na haya ndiyo alikuwa anasema, that until the Spirit is poured upon us from on high, kwamba hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu,
And the wilderness becomes a fruitful field. Hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana. And the fruitful field is deemed a forest. Nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kwa msitu. Then justice will dwell in the wilderness. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. And righteousness abide in the fruitful field. Na haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Now there are several things that I would want to speak on this. Kuna vitu kadhaa ambavyo tunataka kuongelea hapa. That the spirit or the rain is the one that causes change. Kwamba mvua ndio huleta mabadiliko. It changes the natural environment. Hubadilisha hata mazingira ya kiasili. At the same time it changes even the economy of the people. Na pia hubadilisha uchumi wa watu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. When the rain comes down, wakati mvua inakuja, the things that were dead, they begin to sprout. Vitu ambavyo vilikuwa vimekufa vinaanza kumea tena. When the rain falls on the ground, mvua inaponyea kwenye mchanga, if the ground was dry and there seemed to be no life, iwapo mchanga ulikuwa umekauka na kulionekana hakuna no uhai, vegetation, hakuna mimea, nothing was growing, hakuna kitu kilikuwa kinamea, it will be difficult for you to know that there are seeds under the ground. ni vigumu kwako kujua kwamba kuna mbegu pale chini. But the moment the water hits the ground, Lakini punde tu mvua maji it goes deeper and stirs up the life that is in the seed. huenda chini na uisha uhai ambao umo kwenye mbegu. And the seed begins to sprout. Nayo mbegu huanza kumea. They begin to press out of the ground. Huanza kutoka kwenye ardhi. And then you start seeing even the color of the ground changing. Kisha unaanza kuona hata rangi ya ardhi inabadilika. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And that is why Ndio maana in 2 Chronicles chapter number 7:14, katika Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari 14, the Lord was speaking. Bwana alikuwa ananena. And he said Akasema that when he's angry with the earth, kwamba wakati amekasirika na ulimwengu na when he holds back the rain, wakati atashikilia mvua, when the ground is dry wakati ardhi imekauka, as a result of judgment. matokeo ya hukumu. Remember, I have told you Kumbuka nimewaambia that rain is also used as a symbol of judgment. kwamba mvua hutumika kama ishara ya hukumu. Withholding the rain, Mvua when ikishikiliwa, God holds back rain, wakati Mungu anashikilia mvua, it's another symbol of ni judgment. ishara nyingine ya hukumu. There are times when God will send so much rain Kuna nyakati ambazo Mungu atatuma pia mvua nyingi that it sana, will destroy things, even crops. kwamba itaharibu vitu hata mimea. That is also part of the judgment. Pia hiyo ni sehemu ya hukumu. And we can find that in the book of Genesis 7, Na unaweza pata hayo katika Mwanzo 7, in the period and the time of Noah. katika nyakati za Nuhu, That when Noah preached and there was a lot of wickedness on the earth, kwamba wakati Nuhu alikuwa anahubiri na kulikuwepo na uovu mwingi ulimwenguni and the people refused to repent, na watu wakakataa kutubu, God used the rain, the very first rain that rained, as judgment. Mungu alitumia mvua ya kwanza ilionyesha kama hukumu. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. So you can see rain can be used as a blessing at the same time as a Kwa judgment. hivyo unaweza ona kwamba mvua inaweza tumika kama baraka na pia kama hukumu. Rain can be used as a symbol of God's visitation upon the people, and it can also be seen in its absence as God's withdrawal from among his people. Mvua inaweza tumika kuonyesha kama ni mtembeleo wa Mungu kwa watu wake, na pia inapokataa kunyesha inaonekana kwamba Mungu amekataa ama amejishikilia kutembelea watu Let me wake. talk about judgment a little bit. Tuongee kuhusiana na hukumu kidogo. In the book of Exodus chapter number 9, Katika kitabu cha Kutoka sura ya 9, when Moses was negotiating the release of the children of Israel, wakati Musa alikuwa anajaribu kuongea ili kwamba wana wa Israeli waachiliwe, in verse number 18, katika mstari wa 18 he spoke and he said the Lord would send the rain of hailstone. alinena na kusema kwamba Mungu atatuma mvua ya mawe. You see, Unaona? the rain was here being used as an instrument of judgment. Hapa mvua ilikuwa inatumika kama chombo cha hukumu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And he says very clearly Na anasema waziwazi that it would come upon them. ya kwamba itakuja juu yao. The most interesting thing Kitu cha ajabu is zaidi that the rain would fall on Egypt minus Goshen, kwamba mvua itanyesha juu ya Misri yote, lakini haitanyesha juu ya Goshen, where the children of Israel were dwelling. mahali ambapo wana wa Israeli walikuwa naishi. They were not going to experience that. Hawangeliona hiyo
mvua ya mawe. All the plagues that were released against the Egyptians, Na wengine mahali ambapo kulikuwa na wana wa Misri, it never touched the Israelites. kulinyesha lakini haikugusa wana wa Israeli. Oh, hallelujah. Hallelujah. And when we see even verse number Na 33, tukiangalia katika mstari wa on the 33, same chapter number 9 of Exodus, sura hiyo ya 9 katika Kutoka, you will see that Moses went out of the city from Pharaoh and spread out his hands to the Lord. Then the thunder and the hail ceased, and rain was not poured on it. Musa akatoka mjini kutoka kwa Farao, akamwinulia Bwana mikono yake, na zile ngurumo na ile mvua ya mawe zikakoma, wala mvua haikunyesha juu ya nchi. It only took one who was connected to God Iligharimu tu yule ambaye alikuwa ameunganishwa na Mungu to stop that rain of judgment kukomesha hiyo mvua ya hukumu and to bring calm. na kuleta utulivu. The same thing that we are seeing in 2 Chronicles 7:14. Kitu hicho ambacho tunaona katika Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, That the Lord is very clear and he says, kwamba Mungu ako wazi sana na when I anasema withdraw rain, kwamba nikiondoa mvua, when I withdraw the rain, wakati and I nitasimamisha send mvua, drought, na nitume I jangwa, send the locusts, na nitume and I nzige, send judgment na nitume hukumu against a nation. juu ya taifa. If my people, Iwapo watu the wangu, people of God, watu wa Mungu, people who are named after him, watu ambao wameitwa kwa jina people lake, who have a relationship with him, watu walio na uhusiano na yeye, people that are walking right with watu him, wanayetembea sawa sawa na these are njia the only zake. people that Jehovah would Hawa hear. ndio watu peke yao ambao Yehova atasikia. That when these people would pray, Kwamba wakati watu hao lift their hands to God, wakiinua mikono hii kwa humble Mungu, na themselves, walinyenyekeze, and talk the language that God understands and waongee ile knows, lugha ambayo Mungu anaelewa na kujua, then God hears in heaven. basi Mungu anasikia toka juu mbinguni. Oh, hallelujah. Hallelujah. He will hear from heaven Anasikia toka juu and he mbinguni will respond. na ataitikia. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana And he lisifiwe. will stop. Na He atakomesha, will send the rain. atatuma mvua. Now you can see that God speaking about sending the rain in such a period, it would bring healing. Sasa tunaona kwamba Mungu akituma mvua katika wakati kama huo ni kuleta uponyaji. It would be speaking about the grace and the mercies of God. Itakuwa inanena kuhusiana na neema na rehema za Mungu. It would bring fruitfulness. Italeta kuzaa matunda. It would quench the thirst Itazima kiu of the people that were in the land. cha watu walio katika nchi. It would cause the people now to have food. Itasababisha watu sasa wawe na chakula. It would cause the people to begin having their day-to-day work. Itawasababisha watu waanze kuwa na sasa siku yao ya kila siku. There would be a change of environment. Utakuwepo na mabadiliko katika It would mazingira. begin to bring restoration in the land. Itaanza kuleta urejesho katika nchi. Oh, praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. So you can see that part and that aspect of Kwa judgment. hivyo unaweza ona hiyo sehemu sasa ya hukumu. There is also another part that the rain signifies. Kuna sehemu nyingine ambayo mvua inaashiria. The rain will also signify provision. Mvua pia itaashiria upaji. Hallelujah. Hallelujah. The absence of the rain will speak about famine or lack. Kutokuwepo na mvua kutongelea kuhusiana na njaa ama upungufu. But when the rain is there, Lakini mvua inapokuwepo, it will also speak about the divine provision. itaongea pia kuhusiana na upaji wa kiungu. In Exodus 16:4, Katika Kutoka 16:4, the Bible speaks about Moses, Biblia inaongea kuhusiana na Musa, how the Lord spoke to him. jinsi ambavyo Mungu alimnenea. And this is what it said. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwa jaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Hallelujah. Amen. So you see the Lord saying, I will rain bread. Kwa hivyo unaona Bwana anasema atanyesha mkate. This time round is not raining water. Wakati huu sasa hanyeshi maji ya He's mvua. raining actual provision. Ananyesha upaji wenyewe asili. The immediate provision for the day. Upaji wa papo hapo kwa hiyo siku.
This is very important. Hii ni muhimu sana. We must also be able to understand and see Lazima pia tuweze kuelewa na kuona that when God speaks about the rain, kwamba Mungu anaponena kuhusiana na mvua, He speaks about a variety of things that are coming from His throne. anaongea kuhusiana na vitu kadhaa ambavyo vinatoka kwenye kiti chake cha enzi. You can find so many of those scriptures. Unaweza pata maandiko hayo mengi mno. Leviticus 26:4, Mambo ya Walawi 26:4, Deuteronomy chapter 11. Kumbukumbu la Torati 11. You can read even Deuteronomy 28. Unaweza soma pia Kumbukumbu la Torati 28. You will find how the Lord speaks and says that when you obey and follow His commands, rain is part of the divine provision. Utapata Mungu ananena na anakusema kwamba iwapo mtatii sheria zake basi mvua ni sehemu ya ishara ya upaji. That God always speaks about that. Kwamba kila wakati Mungu ananena hayo. But now let us come back to the text. Lakini turudi sasa kwa maandiko. Because I wanted to build a foundation so that you can understand where we are Kwa going. sababu nilitaka kuweka msingi ili kwamba uelewe mahali tunaenda. That you may know that when the time comes, Kwamba ujue wakati utakapokuja, when our lives are right with God, wakati maisha yetu yatakuwa manyoofu na Mungu, and God is pleased, na Mungu apendezwe, He will send forth the rain. atatuma mvua, He will send forth the rain. atamwaga mvua, He will send forth the rain. atamwaga mvua In every area of our lives, katika kila eneo la maisha in yetu, every area of our families, katika kila eneo la and jamii, even in every area of the church, na hata katika kila eneo la and in kanisa, every area of our na nation. katika kila eneo la taifa. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. So Isaiah declares and he says, until. Kwa hivyo Isaya anatangaza na kusema hata. In other words, he says, so long as the rain is absent, Kwa maneno mengine anasema kwamba mradi tu mvua haipo, the earth and the heavens are not connected. ulimwengu na mbingu havijaunganika, Things are not going right. vitu haviendi sawa. But until Lakini hadi the relationship is right, uhusiano uwe umenyooka, that is when the rain will be poured. hapo ndipo mvua itamwagwa. Hallelujah. Hallelujah. That is when the help from heaven will come. Hapo ndipo usaidizi toka mbinguni And he utakuja. speaks about that wilderness. Na inaongea kuhusiana na ile The jangwa. wilderness is a place where there is no life. Jangwa ni mahali kusipo na uhai, Things don't grow there. vitu havimei pale, Many deaths are found in the wilderness. mauti mengi yanapatikana kule, People will die in the wilderness. watu watakufa kwenye jangwa, Animals will die in the wilderness. wanyama watakufa kwenye jangwa, Vegetation dies in the wilderness. mimea itakufa kwenye jangwa. Not many people can survive there. Sio watu wengi watastahimili pale. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. And here it is spoken very Hapa clearly inanenwa waziwazi that it is the rain that will bring the change in the kwamba wilderness. mvua hiyo ndio italeta badiliko katika jangwa. There are times our lives seem to be a wilderness. Kuna wakati ambapo maisha yetu yanaonekana kuwa You jangwa. find that in your prayer life there is a wilderness. Utapata kwamba katika maisha yako ya maombi kuna jangwa. You find that in your heart you feel so dry. Utapata kwamba katika moyo wako unahisi You umekaukiwa. try to pray. Unajaribu You kuomba. try to study the word. Unajaribu kusoma neno la You Mungu. try to experience the presence of God. Unajaribu kukutana na uwepo wa Mungu. But you realize that the atmosphere is so Lakini dry. unagundua kwamba mazingira ya moyo yamekauka. This is what the Israelites were feeling. Haya ndiyo Wanaisraeli walikuwa wanaona. And the prophet was saying, Naye nabii alikuwa anasema it is until ni hadi that the heavens open mbingu zifunguke and the Spirit is na poured Roho amwagwe, that the wilderness will be kwamba transformed. hapo ndipo jangwa That the litageuzwa, wilderness will have a new kwamba change. jangwa litakuwa na mabadiliko mapya. Oh, praise the name of the Jina la Bwana Lord. lisifiwe. That what is happening on Kwamba high kinachotendeka kule juu mbinguni will change what is happening here. kitabadilisha kile ambacho kinatendeka And we hapa, must be able to seek na lazima uweze kukaa what is happening on earth na kujua kile ambacho kinatendeka so that it can happen here on kwamba earth. kitendeka hapa chini. No wonder Jesus declared Sababu Yesu alitamka in the book of Matthew chapter 6 katika Mathayo sura ya that 6 when you pray, kwamba wakati mnaomba invite heaven, alika mbingu, invite heaven alika mbingu to come down kuja here. chini hapa. That's why when you Kwa pray, maana wakati address mnaomba your prayer to heaven, omba maombi yako to the kwa Father who is in heaven, Baba aliye juu, and tell him, Father, kumwambia Baba, let your kingdom come. ufalme wako uje. The only people who qualify Watu wa pekee to wanaohitimu invite the kingdom of heaven katika ufalme wa Mungu are the people who are connected and looking towards ni watu heaven. ambao wameunganishwa na wanatazamia juu mbinguni. Oh, hallelujah. Hallelujah. The people that have a relationship Watu walio na uhusiano towards heaven. kwa mbingu. The Apostle Paul calls us ambassadors. Mtume Paulo anatuita That mabalozi, we who are believers, kwamba sisi walio we are
are ambassadors. Sisi ni mabalozi. He also says Pia anasema that we are only sojourners. kwamba sisi ni wasafiri. We are just passing through here. Tunapita tu hapa. Oh, glory to God. He declares and he says, Tangaza na kusema our citizenship uzalendo wetu is in heaven. uko juu mbinguni. That we need to focus heaven. Kwamba tunahitaji kulenga But mbinguni. before we go there, Kwamba kabla tuende wherever we are seated, popote tumeketi, wherever we are standing, wherever we are walking, heaven is there. mbingu iko pale. Heaven falls us there. Mbingu ina That as we walk there, we are direct representatives sisi ni of the kingdom of heaven. We attract the DNA of heaven to come to where we are, where the situations are not good. We touch heaven and we say, Father, let your kingdom come and let your will be done here as it is up there in heaven. Oh, we are the agents. We are the agents of the kingdom of heaven, that we can bring heaven right where we are. But let me ask us a question. Why is heaven absent now? It's because we have not aligned ourselves to the agenda of heaven. The Bible says, Jesus declared one time, he who is earthly is earthly. When he was talking to Nicodemus in John 3, he said one born of the Spirit cannot be understood. You cannot see the Spirit, but you can see the effect of the Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. That the effect of the Spirit will definitely bring a change that will manifest in the until the Spirit is poured from on high and rests on us. Now I want you to see something here. I want you to see something here. The Spirit is being poured upon us. Not upon the ground. Hallelujah. Hallelujah. Upon us, the human beings, the people themselves. And then he says, and the wilderness, that the Spirit is poured upon the person, but the effects are experienced on the wilderness. That what happens on you affects the very environment you walk on. What happens on me affects the surrounding where I am at. Oh, hallelujah. If you believe that, somebody raise your hand and say, fall on me, Holy Spirit, so that I can change my environment. Oh, hallelujah. Hallelujah. That the Spirit, God is interested in you because He knows He gave you dominion. According to Genesis 1, He gave you dominion to change things here. So He will not pour His Spirit just on the ground. He will pour the Spirit on you. And the ground is your duty. The wilderness is your obligation. Because Adam was given the mandate to till the ground, to change his environment. Oh, glory to God. That is why you need the Spirit. I need the Spirit. We need the Spirit so that we can change the wilderness. We are tired of the wilderness. We are tired of the happenings. God is looking for men. God is looking for women who will be clothed with the Spirit. No wonder Jesus said that wait for the Spirit until you are clothed. Don't walk around naked. Being without the Spirit is being naked. Don't allow yourself to walk around naked.
Clothe yourself with the Spirit of God, so that whenever you go, you can be able to attract the very environment, the very inhabitants, even the animals, because the rain of the Spirit has fallen on you. Oh, hallelujah. How I need this rain. How I need this Spirit. How I need it to fall on me. Oh, Makaya Nerelos. Father, how I need this Spirit. That the Spirit would come down and rain on us. A person that walks under the rain does not need to say, I have been rained on. You will see. Oh, hallelujah. Hallelujah. You will see. You will see. Even if he was dressed smart, the rain does not respect your smartness. If you are wearing the mascara, the rain does not respect that. It will rain on you, and it will wash down everything that was on you. It will soak you wet, and you will feel the temperature of the rain. Oh, hallelujah. You will feel it. If you have a weak chest, it will begin to affect you. It will begin to wheeze. Because when the rain comes, it affects everything. I believe somebody needs the rain. I came to declare to somebody, it's about to rain. It's about to rain. When the farmers want to farm, they are always watching the rain. They watch the season of the rain. The rain determines on what should be done. The rain determines what the farmer should do. Even our government was setting aside funds in anticipation of the effects of the rain. The most unfortunate thing, they set it apart and they eat it. And I wonder whether they are the rain. But let me declare that when the rain comes, it will expose what was hidden. It will expose the seeds that were in the ground. If the seed was of beans, if the seed was of maize, if the seed was of twigs, if the seed was of other big trees, thistles and thorns, the rain will expose it. The rain will expose it. When the rain comes, when the rain of the Spirit falls in the life of a person, even that thing you have been struggling with, the Spirit will throw it out. The Spirit will chuck it out, so that you may begin to get free, so that it may begin to be dealt with. When the rain falls and thistles and weeds begin to grow, the farmer will prepare himself. He will come out and begin to deal with the weeds and say, you are not wanted here, you don't belong here. He will remove them and leave the right thing. When the Spirit is poured from above, He will begin to cause the manifestation. The manifestation of godly things, the manifestation of righteousness, the manifestations of the giftings, the manifestations of the favor of God, the manifestation of the true real harvest. Oh, hallelujah. Hallelujah. Isaiah was not wrong when he spoke about the rain. And he said, when the rain has come,
inakuja and it has fallen on the people, na inaanguka juu ya watu, we will begin to see tutaanza kuona even the fruitful field. hata nyanja zikimea, Hallelujah. jangwa likizaa, The field will be fruitful. shamba litazaa, It will bring fruit. litaleta matunda, People will be able to eat, watu wataweza kula, and it will become a forest. na itakuwa msitu. Oh, hallelujah. Haleluya! Every single tree is what creates and forms a forest. Kila mti mmoja unaweza kutengeneza msitu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Hey, the Spirit, Roho is important. ni muhimu. Hallelujah. Haleluya! The Spirit, Roho when it comes, wakati anapokuja and falls on the people, na anaanguka juu ya watu, there is life. kuna uhai, There is a flow of life. kuna mtiririko wa uzima. People will begin to experience Watu wataanza kuona a divine encounter. utembeleo wa kiungu. You will begin to experience heaven. Utaanza kuona mbingu. Glory will fill your heart. Utukufu utajaza moyo wako. I love Prophet Isaiah. Ninapenda nabii Isaya. This is the man who experienced Huyu ni mwanaume ambaye aliona and encountered the glory of God at chapter number 6. na akakutana na utukufu wa Mungu katika sura ya 6 hii ya And Isaya. when he saw it, Wakati aliona, he forgot about his calling. alisahau kuhusiana na mwito wake. He saw about his natural state. Aliona kuhusiana na hali yake ya kiasili. He saw that even being a prophet was not enough. Aliona kwamba hata kuwa nabii haitoshi. He knew Alijua carrying the title of a prophet kubeba jina la nabii without the glory of God, bila utukufu wa Mungu, without the Spirit of bila God, roho wa Mungu, I am doomed. mimi ni bure. And he cried and he said, na akalia na kusema, woe unto me, ole wangu, for I am a man with unclean lips. maana mimi ni mtu wa midomo michafu. In other words, Kwa maneno mengine, I don't qualify to speak on behalf of what I see. sijahitimu kuongea kwa niaba ya kila I mtu. don't qualify to represent this holy God Sijahitimu kuwakilisha huyu Mungu who mtakatifu has come in his train in the temple. ambaye amekuja katika utukufu wake katika hekalu lake. And he cried, Na akalia even when he was being asked, hata wakati alikuwa anaulizwa who is going for us? ni nani ataenda kwa niaba He yetu, stepped back and said, no, alisema hapana, not to me. sio mimi, I cannot go siwezi kwenda because I don't kwa qualify sababu sijahitimu to carry what I see. kubeba kile ambacho ninaona. When the glory comes, Wakati utukufu when unakuja, the Spirit falls on wakati you, roho anaanguka juu yako, you even feel dysfunctional. utahisi ni kana kwamba haufanyi mambo vizuri. You will not trust in your own strength. Hautajiaminia nguvu zako wewe mwenyewe. You will seek the Lord to empower you. Utatafuta Bwana Mungu akutie nguvu. Hallelujah. Haleluya. My Bible declares, Biblia yangu inatangaza, after Isaiah repented, baada ya Isaya kutubu, when he was crying, woe unto me, wakati alikuwa analia ole wangu, I am undone. mimi ni mchafu, I am undone. mimi ni mchafu, I sistahili, can't do anything. siwezi kufanya chochote, I can't stand in your presence. siwezi kusimama kwa uwepo wako. An angel was sent Malaika akatumwa to come and qualify him by fire. kuja kumfanya ahitimu kutumia kaa la moto. Hallelujah. Haleluya. Our God is a consuming fire. Mungu wetu ni Mungu moto ula. And there is no way he can qualify you without first invading and implanting the fire in you. Na hakuna jinsi ambavyo anaweza kuhitimisha bila kwanza kukuvamia na kuweka moto wake ndani mwako. That's why even when the disciples Ndio maana hata wakati wanafunzi in Acts chapter number 2, katika Matendo ya Mitume sura ya 2, when they were in the upper room, wakati walikuwa kwenye chumba cha juu, they were qualified by the fire. walihitimishwa kwa moto. The fire settled upon them Moto ulitua juu yao and they lost it. na wakajipoteza wenyewe. They forgot about who they were. Walijisahau wenyewe. They forgot about their languages Walisahau kuhusiana na lugha and zao. spoke as dictated by the Na fire. wakanena jinsi ambavyo moto uliwaamrisha kufanya. When the Spirit comes, Roho anapokuja, he dictates
dictates how we should operate. Yeye ndiye anaamua jinsi ambavyo tutatenda kazi. It's about to rain. Iko karibu kunyesha. It's about to begin raining. Iko karibu kuanza kunyesha. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. But we must prepare ourselves. Lakini lazima tujiandae. We must examine our hearts. Lazima tuchunguze mioyo yetu. And prepare and say, na tujiandae na kusema, I want to receive the rain. Nataka kupokea Bwana. I want to walk under the Nataka rain. kupokea mvua na kutembea chini ya mvua. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The rain can never leave you barren. Mvua haiwezi kukuacha ukiwa tasa. It will stir up the fruitfulness in you. Itakoroga na kuisha kuzalisha matunda ndani mwako. It stirs the power of fruitfulness in the seed. Itauisha uwezo wa kuzaa matunda katika mbegu. Until hadi the rain mvua of the Spirit ya Roho is poured upon us from on high. Imwagwe juu yetu toka juu mbinguni. We can never effect change in this nation. Hatutaweza kuleta mabadiliko katika taifa hili. We must stand up as true Christians. Lazima tusimame kama Wakristo wa kweli. Or let me paraphrase it. Ama wacha niseme kwa njia hii. We must stand as true believers. Lazima tusimame kama waumini wa ukweli. Because there are unbelieving Christians. Kwa sababu kuna waumini ambao Wakristo wasioamini. Those who engage in corruptions, they carry the name purported to be Christian. Wale ambao wanajihusisha katika ufisadi na wanabeba jina ambalo linaitwa ni la Kikristo. They are unbelieving Christians. Ni Wakristo wasioamini. But we need real believers. Lakini tunahitaji waumini halisi. So that we can pray. Ili kwamba tuombe without fear. Pasipo woga. So that we can pray out. Ili kwamba tukaombe kwa kuondosha. You know the time for praying God change them is over. Wajua wakati wa kuomba Baba wabadilike, Mungu wabadilishe umekwisha. We are the ones who voted in these guys. Sisi ndio tuliwapigia kura. The only way to recall them out is to pray them out. Njia pekee ya kuwatoa pale ni kuomba kuwaondosha. We have the mandate. Tuna mamlaka. Because it is not the will of God for corruption. Kwa sababu sio mapenzi ya Mungu. There is no corruption in heaven. Hakuna ufisadi juu mbinguni. When we pray your will be done. Wakati tunaomba mapenzi yako yatendeke. Your kingdom come. Ufalme wako uje. What is the will of God? Mapenzi ya Mungu ni The will of God is for righteousness. Mapenzi ya Mungu ni haki. To prevail. Itawale. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want us to finish there. Ningelipenda But tumalize. I will continue. Lakini nitaendelea. In the course of the week. Katika juma. From Tuesday. Kuanzia Jumanne. As we continue with the series It is beginning to rain. Tunapoendelea na haya mafundisho kwamba kunaanza kunyesha. Purpose to be there. Kusudia kuwepo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's just rise up. Tafadhali tusimame. As we pray together. Tunapoomba pamoja. Oh, makayanda libo. Oh, Baba utukuzwe mfalme. Rekebo sakayanda. Asante kwa sababu ya mvua yako Jehova. Rekebo zakante. Wacha mvua hii kanyeshe juu yetu na ndani yetu. Just lift up your hands. Inua tu mikono I yako. just worship God. Mwabudu tu Bwana. And just tell him, Lord, Namwambie Bwana, I want the Spirit nataka huyu to Roho be poured upon me. amwagwe juu yangu. I want the Spirit Nataka huyu Roho to be poured upon amwagwe me. juu yangu. I want the rain Nataka hiyo of mvua the Spirit to be poured Roho in me. Mtakatifu imwagike juu And yangu. if there is any sin Na kama kuna dhambi zozote in your life, katika maisha yako, you need to repent it. unahitaji kuzitubu. You need to renounce it. Unahitaji kuzikana. So that when the Spirit comes, Kwamba Roho he anapokuja comes on a clean heart. anakuja na moyo He safi. falls on a clean Anakuja place. juu ya mahali A pasafi. prepared heart. Moyo A prepared life. maisha ya Father, we worship you. Baba twakuabudu. Father, I surrender to Baba you. najisalimisha Father, I kwako. pray. Baba ninaomba. Search my heart. Guza moyo wangu. Search my soul. Guza nafsi yangu. Search my spirit. Guza roho yangu. Remove, oh God, Bwana. anything and everything Chochote na that kila might hinder ambacho the kinaweza outpouring of your rain, kuzuia the outpouring of your spirit kwa roho yako upon my life. juu ya maisha yangu. Father, change me. Father, break me. Father, melt me. Father, set me free. In the name of Jesus. Let the blood of Jesus set us free. Ikatuweke huru. That blots away every uncleanness, every unrighteousness. I pray, Holy Father, that Lord God, that you may touch our lives, that you may touch our being, that our wilderness may be transformed, that our wilderness may begin to bring forth fruit that abound
Fruit that brings glory to you, Father. Oh, Masekerebos. Rakaya Bababo Kontaramazaya. Rebababo Sanderebos. Rekaya Baba Shandorobo Koreabas. Rebababa Sanderebo Koreabas. Rababa Sandarama Konterebo. Father, I pray for your intervention, even in our nation, even in our government, even in our leadership. Father, I pray that you may intervene, that you may intervene. Invade in our leadership, invade in our Senate, invade in our parliament, invade in our county assembly, invade in our government offices, invade in our private sector, invade in our homes, invade in the church, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We need you, Lord. Let your mighty hand be manifested in every area, my Father, even in our citizenry. We pray that you may draw your people, Father, unto yourself, that you may save with an outstretched hand, that you may deliver in the mighty name of Jesus. Arise, O Lord, and show yourself strong. Father, Baba, touch our lives, oh God. In many areas we have failed you. In many areas we have failed you. As believers, my Father, as the bride of Christ, we have failed you, Lord. We pray for your intervention. We pray for your touch. Restore us, oh God. Restore our relationship with you. Restore our walk with you. Restore us, my Father. In compromising, we have compromised. Father, deliver us, O Lord, out of compromise, that we may experience the blessing of the rain, that we may experience the blessing poured upon us by your Spirit. We surrender to you, God. We surrender to you, Holy Father. May you be exalted. We yield to you, Abba Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mighty everlasting Father, I pray even for those who are watching this that do not know you, Lord. I pray that you may save them, that you may draw them to your Son. Save them today. Deliver them today. This one that is struggling with any form of sin, I pray for deliverance. I pray for deliverance. I pray for your touch upon them, O God, to break the yoke of that sin. In the mighty name of Jesus. Father, may you restore your people to yourself. May you restore your church to yourself. May you restore your nation to yourself. May you be exalted. We worship you and we honor you. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Amen.